بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، نواصل درسنا من دروس مهمة للنساء. يقول الشيخ محمود أو رشيد بن محمود بن عقا الشافعي حفظه الله تعالى: الدرس 42 صوم 40 mbili. لا يجوز أن تكشف المرأة عورتها، haifai mwanamke kufunua uchi wake. لكي تقوم امرأة أخرى, ili asimamie mwanamke mwingine. biizalati ash-sha'ri, kwa kitendo cha kutaka kumuondosha nywele katika mwili wake. billiza, kwa kutumia mashine ya mionzi ya kuondoshea nywele. lianna kashfa al-awrati muharramun bil ijma', kwa sababu kufunua uchi ni jambo lililoharamishwa kwa makubaliano ya maulama. wa izalatu ash-sha'ri laysa bidharuratin, na kuondosha nywele sio jambo la dharura, sio jambo la lazima. wa yumkinu lilmar'ati, na inawezekana kwa mwanamke, an tuzila sha'raha binafsiha, akaondosha nywele zake yeye mwenyewe. الدرس 42 صوم 42. لا يجوز أن تكشف المرأة عورتها, haifai kwa mwanamke kufunua uchi wake. likai taquma imra'atun ukhra, ili asimamie mwanamke mwingine. biizalati ash-sha'ri bil-lizar, kumuondosha nywele mwanamke huyo kwa kutumia mashine ya laser ambayo inatumia mionzi kuondosha nywele katika mwili. lianna kashfa al-awrati, kwa sababu kufunua uchi, muharramun bil ijma', ni kitu cha haram kwa makubaliano ya maulama wote wa Kiislamu. wa izalatu ash-sha'ri laysa bidharura, na kuondosha nywele mwilini sio jambo la dharura, kwamba lazima mwanamke mwingine amfunulie uchi wake ndipo amuondoshe, sio jambo la dharura. wa yumkinu lilmar'ati, na inawezekana kwa mwanamke, an tuzila sha'raha binafsiha, akaondosha nywele zake yeye mwenyewe, binafsi yake yeye mwenyewe. wazi? hiyo ndio ad-dars athani wal 40. hapa muallifu حفظه الله تعالى anahitimisha masala ya azina kwa kumtahadharisha mwanamke wa Kiislamu, mwanamke wa kisalaf, asiwe tayari kufunua uchi wake, kumfunulia mwanamke mwenzake ili ampambe, asiwe tayari na kitendo hicho, asiwe tayari kwa kitendo hicho. Kwa hiyo tunajifundisha katika ad-darsu athani wal 40 kuwa المرأة السلفية mwanamke wa kisalaf, المرأة السلفية mwanamke wa kisalafi, لا تكشف عورتها عند المرأة الأخرى للزينة. المرأة السلفية
mwanamke wa kisalaf la takshifu aurataha, hafunui uchi wake, inda almar'ati alukhra, mbele ya mwanamke mwingine, lizina, kwa ajili ya mapambo, kwa ajili ya kujipamba. Kwa sababu ahlul ilmi wanaeleza kuwa auratul mar'ah ma'a al-mar'ah ka'aurati ar-rajuli ma'a ar-rajul, uchi wa mwanamke kwa mwanamke ni kama uchi wa mwanaume kwa mwanaume mwenzake, mimma baina as-surrati war-rukbah, ni kile kipande kilichopo baina nini, kitovu na magoti yake mawili. Hii ni pale itakapokuwa hapa ugopewi fitna. Kwa hiyo haifai kwa mwanamke kumwangalia mwanamke mwenzake illa ma yadhharu ghaliban, isipokuwa mulimna mudhihiri mara nyingi akiwa nyumbani mwake, kalwajhi, kama vile uso, warasi, na nini, kichwa, walunuq, shingo, wadhira'ain, dhiraa mbili, walqadamain, nyayo zake mbili. Amma ma ada dhalika fala, ama maeneo mengine yasiyokuwa hayo usikubali mwanamke kumfunulia mwanamke mwenzako ili akupambe, pana, jambo hilo halifai. Hiyo ndio maana yetu ya kusema almar'atu salafiyya, mwanamke wa kisalafi, la takshifu aurataha inda almar'ati alukhra, hafunui uchi wake mbele ya mwanamke mwingine, mbele ya mwanamke mwingine, lituzayyinaha, ili ampambe, ili amfanyie mapambo. La yajuzu lilmar'a an takshifa shay'an min awratiha, haifai mwanamke kufunua chochote katika uchi wake inda imra'atin ukhra, mbele ya mwanamke mwingine, min ajli zina au at-tajmil, kwa ajili ya mapambo au kujipendezesha, kwa sababu uchi ni wajibu usitiriwe. Uchi ni wajibu, lazima usitiriwe. Mtume alayhi salatu wassalam anasema la tanzuru almar'atu ila aurati almar'ah. Hii ni dalili ya hayo masala. La tanzuru almar'atu ila aurati almar'ah, asiangalie mwanamke kwenye uchi wa mwanamke mwenzake. Kwa hiyo hiyo ni dalili inayoonesha uharamu wa jambo hilo. Kwa la yahillu lilmar'a salafiyya, si halali kwa mwanamke wa kisalafi anayefuata mafundisho ya Qur'ani na Sunna an takshifa aurataha limra'atin ukhra, kufunua uchi wake kwa mwanamke mwingine, eti bihujjati zina, kwa hoja ya kwamba anataka ampambe, au izalati shari, au anataka mtoe nywele mwilini mwake, au nahwi dhalika. Kuna vitu vingi ambavyo vinapelekea wanawake kuvuliana uchi ili wawapambe. Anaenda kwa mwanamke mwenzake na mvulia nguo zote, amfanyia masaji, sio anamfanya nini, na vitu vya sura kama ambavyo havina ulazima wala havina udharura, lianna hadha min at-takashshuf al-manhiy anhu, kwa sababu jambo hili ni katika kujifunua kulikukatazwa. Na Mtume alayhi wasallam amesema ihfadh auratak, uhifadhi uchi wako, illa min zawjatik, isipokuwa kwa nani? Kwa mkeo au mume wako. Hakadha arshadana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Kwa mwanamke anayekwenda saluni
akaweka uchi wake wazi, anafanya munkar uliokuwa mkubwa. Na jambo la wajib ni kumcha Allah tabarak wa taala na kuhifadhi stara yake, na wala asiufanye mwili wake kuwa nini, kuwa ni chambo cha watu kuangalia wanawake wenzake wa mafasik, tena wanawake kikafiri wengine. Kwa hiyo almar'atu salafiyya la takshifu awrataha 'inda imra'atin ukhra lituzayyinaha, mwanamke wa kisalaf hafunui uchi wake kwa mwanamke mwingine ili ampambe, lianna dhalika haramun, kwa sababu jambo hilo ni haram, wala dharuratan fihi, na wala hakuna dharura yeye kufanya jambo hilo, bali kufanya hivi ni katika at-tabarruj wat-tasahul fi as-sitr, ni kutangatanga huko na kuzembea katika stara. Na kwa sababu as-salafiyat walikuwa ashaddu an-nas hayaan wa sitra, wanawake wa kisalaf walikuwa ni wanawake ambao wana haya hali ya juu na kujistiri kwa hali ya juu, na haya ni katika shu'batun min shu'abil iman, haya ni katika tawi miongoni mwa matawi ya iman. Kwa haifai mwanamke kufanya vitendo hivi. Wa izalatu sha'r laysa bidharura, na kuondosha hizo nywele sio lazima, sio dharura. Yumkinu lilmar'ati an tuzila sha'raha binafsiha, inawezekana mwanamke kaondosha hizo nywele yeye mwenyewe. Wazi? طيب, hiyo ndo darasa ya al-thani wal-40. Inatukumbusha kule nyuma kwamba mwanamke ameruhusiwa kuondosha nywele mwilini mwake, nywele za kwenye as-saqain, nywele za katika mapaja yake, nywele za katika tumbo lake, nywele za katika kifua chake. Kwa mwanamke anaruhusiwa kuondosha hizo nywele, isipokuwa katika nywele za nyusi, si ndivyo? Nywele za nyusi ndio amekatazwa kuzitoa, kama tulivyosoma kule nyuma. Kwa hiyo wakati wa kuzitoa hizi, wanawake baadhi yao huwaita wanawake wenzao wawatoe, ndio muallif anatoa indhari na tahadhari kwamba usithubutu kuzitoa hizo nywele ambazo sheria imekuruhusu kuzitoa, kwa kumuita mwanamke mwenzako akafunua uchi wako ndio akakutoa. Jambo hilo ni haram. واضح؟ طيب، في شيء هذا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. كم mpaka hapo masala ya zina tumemaliza na kuhitimisha masailu zina. ni درس مهم جدا. لا يجوز ان تكشف المرأة عورتها، haifai mwanamke kufunua uchi wake. likai taquma imra'atun ukhra biizalati ash-sha'ri al-liza, ili mwanamke mwingine amuondoe nywele katika mwili wake kwa kutumia mashine ya mionzi ya kuondolea nywele, ya kuondoshia nywele mwilini. lianna kashfa al-awra muharram. Kwa nini haifai? Kwa sababu kufunua uchi ni haram bil ijma', kwa makubaliano ya maulama, li kauli nabii sallallahu alaihi wasallam, kwa kauli yake mtume sallallahu alaihi wasallam. tumesema la tanzuru almar'atu, asiangalie mwanamke mmoja, ila aurati almar'ati, kuangalia uchi wa mwanamke mwingine, kama ilivyosimulia hadithi na Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, hadithi ambayo imepokea Imam Ibn Majah, kadhalika Imam Muslim na Abu Dawud na wengineo katika ulama. La tanzuru almar'atu ila aurati almar'a, asiangalie mwanamke kuangalia uchi mwanamke mwingine, kwa ni haram bil ijma'. Lakini mbili, izalatu ash-sha'r laysa bi dharura, kuondosha hizo nywele si lazima, sio dharura, kwa sababu dharura pekee yake ndio ambayo inaruhusu mwanamke mwingine kuangalia uchi wa mwanamke mwenzake, labda naumwa na hiyo sehemu lazima ifunuliwe na mfano hayo. Hakuna udharura kwenye nywele hizo. wayumkinu lilmar'ati an tuzila sha'raha bi nafsiha, inawezekana mwanamke kuondosha hizo nywele yeye mwenyewe kwa nafsi yake. hadha هو الدرس الثاني والأربعون. المرأة السلفية لا تكشف عورتها، mwanamke kisalaf
hafunui uchi wake inda imra'atin ukhra, mbele ya mwanamke mwingine, lituzayinaha, ili ampambe. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.